damu na vimeingia ndani ya maisha yetu. Raia wa jiji lenye umri wa miaka 6,000 wanaishi kwa hofu ya mabomu ya Marekani na Israel, hofu ya utawala na hofu ya watesi wake. Hofu ndiyo inayotawala. Tangu kuanza kwa vita vya Iran na Israel, hasa katika maeneo ya magharibi mwa Iran lenye Wakurdi wengi, mamia ya vituo vya wanajeshi wa Iran, polisi, idara za ujasusi na vikosi vya ulinzi wa mipaka vimeshambuliwa kwa ndege za kivita za Marekani na Israel. Baadhi ya makundi ya wapiganaji wa Kikurdi wenye silaha yanasema kudhoofika kwa vikosi vya usalama vya Iran kunaweza kuwa fursa kwa wapiganaji hao kurejea Iran na kupigana dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Mwandishi wetu Jiar Gol alisafiri hadi moja ya kambi za wapiganaji wa Kikurdi katika milima karibu na mpaka wa Kurdistan ya Iran na Iraq, na Isabella Mwagodi anasimulia taarifa hiyo ya Jiar Gol. Ndege za kivita zinanguruma na makombora yanarindima kwenye mpaka wa Iran na Iraq. Hapa anga inatawaliwa na Marekani na Israel. Kwenye milima ya Kurdistan ya Iraq karibu na mpaka wa Iran, wapiganaji wa Kikurdi wa Iran wanasubiri wakitumaini kufungua mstari mpya wa vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Lakini amri ya kusonga mbele bado haijatolewa. Mamia wanaume na wanawake wa Kikurdi wameondoka makwao na wamerejea hapa kujiunga na wapiganaji wa Kikurdi milimani. Wanaona hii kama fursa ya kihistoria kurejea Iran na kupindua utawala huo. Ashkan Morovati alikuwa mmoja wa waandamanaji waliojeruhiwa katika maandamano ya kitaifa nchini Iraq mwaka 2022. Alitoroka mwaka 2024 na hatimaye akasafirishwa kimagendo kwa mashua hadi Uingereza ambako alipewa hifadhi ya kisiasa. Hakuna anayetaka kuacha nchi yake na familia yake, lakini hatuna lingine. Tulikuwa tukipinga masuala ya kiuchumi na kutetea